na ni mkazi wa Mpanda na mkoa wa Katavi, na unaelewa mbolea ya ruzuku, juhudi za NFRA, nyosha mkono. Na kama ni mpiga kura na umwelewa Dr. Samia, usiponyosha we mchawi. Mheshimiwa mgombea, Mheshimiwa Katibu Mkuu, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuweza kuongea na ndugu zangu wa Katavi. Ndugu mgombea, Katavi ni mmoja kati ya mikoa mitano inayoongoza kwa uzalishaji wa mazao ya chakula na kibiashara katika nchi yetu. Mheshimiwa mgombea, Katavi ni wazalishaji wakubwa wa mpunga, wazalishaji wakubwa wa mahindi, wazalishaji wakubwa wa tumbaku, wazalishaji wakubwa wa ufuta na wazalishaji wakubwa wa mbaazi. Mheshimiwa mgombea, mkoa huu wakati unaingia madarakani, matumizi ya mbolea yalikuwa ni tani 8,000 tu, na wakulima wote wa mkoa huu walikuwa wanalipia gharama 100% kujinunulia mbolea. Lakini katika kipindi chako umeweza kuamua na kutoa ruzuku ya mbolea. Matokeo yake wakulima wa Katavi sasa hivi wanatumia jumla ya tani 19,000, na serikali ulioiongoza wewe katika awamu yako ya kwanza inawapatia ruzuku yenye thamani ya shilingi bilioni 6 kwa ajili ya kuwapunguzia gharama za uzalishaji wakulima. Lakini Mheshimiwa mgombea, hukuishia hapo. Umewapa ruzuku kwenye uzalishaji. Wakizalisha wanapeleka wapi? Mkoa wa Katavi ulikuja mwenyewe kufanya ziara hapa, ukazindua maghala kwa ajili ya uhifadhi wa chakula. Mkoa huu ulikuwa ni sehemu ya Sumbawanga. Ukizungumzia ukanda wa NFRA unazungumzia Rukwa na Katavi. Ukatoa maelekezo kwamba waongezewe eneo la uhifadhi, na sasa mkoa huu NFRA inahifadhi jumla ya tani 25,000 kutoka wastani wa tani 4,000. Lakini Mheshimiwa mgombea, wakati unaingia madarakani, mkoa huu, na hapa ameongea ndugu yangu Kakoso, ulikuwa unazalisha tumbaku tani 6,000, na tumbaku waliokuwa wakiizalisha ilikuwa haina pa kwenda. Ulifanya maamuzi ya kubadilisha mfumo wa usimamizi na masoko ya tumbaku katika nchi hii. Sasa hivi mkoa huu unazalisha tani 18,000, na mwaka huu wakulima wa Katavi wamepokea mfukoni dola milioni 47 kutoka dola milioni 6 walioipokea 4 iliyopita. Lakini hukuishia hapo, na wenyewe ukawapa ruzuku ya mbolea ya tumbaku yenye jumla ya thamani ya bilioni 13 mwaka jana. Lakini Mheshimiwa mgombea, haukuishia hapo. Unafahamu kama alivyosema ndugu yangu na mdogo wangu Haidari hapa kwamba mkoa huu ni mkoa wa wakulima na wanalima sana mpunga. Serikali unayoiongoza inatekeleza jumla ya miradi 6 katika mkoa huu ya umwagiliaji, na ningependa kuwataarifu wakazi wa Mpanda, miradi yote aliyoiomba Haidari hapa imeshatangazwa. Sasa hivi wako kwenye hatua za mwisho za kupata wakandarasi. Wakandarasi watakuja Kakese na maeneo mengine. Lakini miradi yote inayotekelezwa katika mkoa wa Katavi ni jumla ya shilingi bilioni 180 ambayo ni miradi ya umwagiliaji inayotekelezwa katika kipindi cha miaka 4 ijayo katika mkoa huu wa Katavi. Na miradi hii itakuwa na jumla ya hekta 26,146. Nini maana ya hizi hatua anazochukua Dr. Samia Suluhu Hassan? Mheshimiwa mgombea, kwa lugha rahisi, ulipochukua hatamu ya kuiongoza nchi hii, na mimi niliwahi kupata bahati ya kusafiri na wewe mwaka 2020 wakati unaomba kura za Chama cha Mapinduzi, na nilikusindikiza mpaka mpakani mwa Tabora na Katavi. Kilio chako kikubwa njiani kote ulikuwa unaangalia nyumba na kuziona nyumba za manyasi na watu walivyo katika umaskini, na ilikuwa inakukera sana, na ulikuwa unaongea. Leo kote ulikopita, mikoa yote ya wakulima, maisha yamebadilika na nyumba nyingi zimepauliwa msauzi.
Leo ukitoka hapa Katavi mpaka utakapofika Sumbawanga, angalia kulia na kushoto, uangalie mabati. Ukiyaona hayo mabati mama, ujue ni ruzuku za mbolea, NFRA kununua, tumbaku, umwagiliaji. Nini nataka niwaambie? 2021 ukuaji wa sekta ya kilimo katika nchi yetu ulikuwa 2.7%. Ndiyo sekta ilikuwa inakuwa. Na bajeti ya kilimo ilikuwa bilioni 294. Leo bajeti umeipeleka bilioni 1.24, trilioni 1.24. Ukuaji wa sekta unakwenda 5% kutoka 2.7%. Mazao ambayo yanazalishwa na wakulima katika nchi, wakati unaingia madarakani, mazao tuliokuwa tunauza nje yalikuwa yana thamani ya dola bilioni 1.2. Leo kilimo cha nchi hii kinaingizia taifa hili, na waziri wa fedha uliyempa dhamana ya fedha yupo hapa, inaingizia nchi hii dola bilioni 3.5, na mazao yote ya nchi hii sasa hivi ni mazao ya kilimo. Hatua hizi ndio hatua za kuondoa watu kwenye umaskini. Leo hapa Katavi ikifika msimu wa uvunaji, hoteli zote zimejaa, kwa sababu watu wanakuja kununua mahindi kupeleka Kongo, wanakuja kununua mchele kupeleka Kongo, wanakuja kununua mahindi kupeleka Zambia, kupeleka Malawi. Na serikali yako imeamua kwa dhati kumfanya mkulima afanye biashara. Hili ni jambo kubwa sana ambalo sisi wakulima wa ukanda huu ndio kinachowapeleka kwenda kukuchagua wewe. Sio wanaenda kukuchagua tu kwa sababu ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, bali kwa sababu umehusisha sera zako na mipango yako na maisha yao. Uchaguzi huu ni uchaguzi wa utu. Ndio maana kila mtu sasa hivi, Mheshimiwa mgombea, wanaongelea kilimo, wanaongelea mazao. Na hatua hizi hazipo Katavi tu, Mheshimiwa mgombea, hatua hizi hazipo Rukwa. Umeondoa umaskini kwa wakulima wa korosho, umeitoa korosho tani 180,000, leo ni tani 526,000. Umeitoa tumbaku tani 60,000, leo ni tani 180,000, na Tanzania imekuwa ni nchi ya pili kwa uzalishaji wa tumbaku barani Afrika. Lakini kwenye mahindi, Mheshimiwa mgombea, wakati unaingia madarakani, taifa letu lote lilikuwa linazalisha wastani wa tani zisizozidi milioni 7 za mahindi. Msimu wa 23-24 Tanzania imezalisha tani milioni 12 na kuwa nchi ya pili Afrika kwenye uzalishaji wa mahindi. Haya matokeo hayatokei bahati mbaya, na ulitupa maelekezo mimi na Aweso kuyatumia maji ya Lake Tanganyika kwa ajili ya kunywa na kwa ajili ya umwagiliaji. Sasa hivi upembuzi na usanifu unafanyika kwa ajili ya kuyatoa maji ya Lake Tanganyika kuja Katavi kwa ajili ya umwagiliaji, kwenda Rukwa kwa ajili ya umwagiliaji, kwenda Tabora kwa ajili ya umwagiliaji, kwenda Kigoma kwa ajili ya umwagiliaji, na kuyaunganisha na maji ya Lake Tanganyika, Lake Victoria, kuyafikisha mkoa wa Dodoma. Nachotaka kukisema, uwekezaji huu unaoufanya sio wa kizazi hiki. Hawa Watanzania wanapoenda kupiga kura tarehe 29, siku ya kupiga kura wanapigia kura maisha yao, wanapigia kura utu wao. Daima toka alivyoondoka Mwalimu Nyerere, baba wa taifa, alivyosema kilimo ni uti wa mgongo, ilibaki kwenye makabrasha. Kumbukumbu za nchi hii zitakuandika kama ni mtu uliyekuja kufanya mabadiliko kwenye maisha halisi ya watu. Uchumi wa watu na maisha ya watu yako vijijini. Leo hii umetoa maelekezo, mkoa huu utakuwa ni mkoa mmojawapo unaozalisha mbegu, kwa sababu mkoa wa Katavi, wilaya ya Tanganyika, imetengwa ardhi kwa ajili ya shamba la serikali la kuzalisha mbegu. Leo mbegu za mahindi zina ruzuku.
mbolea zina ruzuku, unanunua matrekta kwa ajili ya wakulima kupata kwa ruzuku, unaipa fedha kwa ajili ya NFRA kununua mahindi, na bei za mazao zikipanda kwa walaji unatumia NFRA kwa ajili ya kuuza mahindi bei rahisi, ili Watanzania wa mijini wasiolima wapate chakula kwa bei rahisi. Hizi ni kazi ambazo umezifanya kwa kipindi cha miaka minne. Nataka niwaombe ndugu zangu wana Katavi, tarehe 29 sisi wakulima tuna sababu ya kwenda kupiga kura, na Mheshimiwa Kakoso amesimama hapa, ni mmoja kati ya wakulima wakubwa wa tumbaku katika mkoa wa Katavi. Siku hizi Kakoso tukiwa naye bungeni anataja dola, hataji shilingi tena. Wakulima wa tumbaku walikuwa wanaenda shambani wanavuna, wanaambiwa tumbaku yao ina magredi 67 na kuna gredi linaitwa reject, eti akalimwage shambani, halifai kutumika. Sasa hivi tumbaku inanunuliwa mpaka ile miti ya katikati ambayo wakulima wameikata isiyofaa kwenda sokoni, sasa hivi inafatwa mashambani kununuliwa na kupelekwa nje. Hizi ni hatua ambazo umechukua kwa ajili ya wakulima hawa na watu hawa maskini. Nataka niwaombe ndugu zangu wana Katavi, Dr. Samia, hasa sisi watu wa vijijini ambao tumekulia vijijini, ambao shule tulikuwa tunaiona kwenye TV, akifaulu mmoja kijijini tunafanya sherehe. Leo kila mtoto wa maskini wa nchi hii anapata haki ya kwenda darasani. Leo kila mzazi katika familia, haki ya mama na wajibu wa mzazi kuleta mtoto duniani imekuwa sio jambo la hatari tena, wala jambo la mateso, kwa sababu zahanati na vituo vya afya viko vijijini. Leo hatuendi kusaga unga Mpanda, wala hatukoboi mahindi kwa kutwanga kwenye kinu, kwa sababu umeme uko vijijini, mashine ziko vijijini. Hizi kazi amezifanya Dr. Samia. Leo ametoa ruzuku kwenye mazao yetu, amehakikisha masoko yanapatikana, ametuhakikishia utu wa familia zetu kwa kutuhakikishia kipato katika mifuko yetu na chakula katika matumbo yetu. Hizi ni kazi alizozifanya Dr. Samia. Nachotaka niwaombe ndugu zangu wakulima, tarehe 29 twendeni sote tujitokeze kwenye vituo vya kupiga kura, kwa sababu tuna kazi na Dr. Samia katika kipindi cha miaka 5 kabla ya yeye kurudi kijijini kwake mwaka 2030. Tuna kazi ambayo tunataka tumtume. Kazi hiyo ni kutujengea miradi ya umwagiliaji, kutuongezea uwezo wa kuhifadhi, kutupatia matrekta kwa ajili ya ruzuku, na itaingia kwenye historia. Leo ekari moja huku Katavi watu wanalima kwa zaidi ya shilingi 100,000. Serikali ya Dr. Samia inaleta matrekta ambayo wakulima hatutalimiwa kwa zaidi ya shilingi 50,000 kwa ekari. Hizi ni hatua za kuondoa umaskini katika kaya zetu. Twendeni tukapige kura kwa ajili ya kumchagua Dr. Samia kwa wivu mkubwa, na tumlinde kwa wivu mkubwa, kwa sababu bado tuna kazi naye siku ya tarehe 29 kutuondolea umaskini katika ngazi za familia zetu. Nione mikono wote ambao tarehe 29 wamejiandaa kwenda kupiga kura, wanyooshe mkono, na nizione kura za Dr. Samia za wakulima wa mkoa huu. Wote wanyooshe mkono. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Naomba nimkaribishe ndugu Juma Wesu.